Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amethibitisha rasmi kwamba jeshi la ulinzi la Israel IDF limefanikiwa kudhibiti anga la Tehran. Katika taarifa aliyoitoa leo, Netanyahu amesema kuwa tunadhibiti anga la Tehran. Ndege zetu sasa zinaweza kufanya mashambulizi bila upinzani mkubwa kutoka kwa mifumo ya ulinzi ya Iran. Hatua hii ni kubwa katika mzozo unaoendelea kati ya Israel na Iran, ambapo IDF imefanikiwa kuharibu sehemu kubwa ya mifumo ya ulinzi ya anga ya Iran, ikiwa ni pamoja na makombora ya S-300 na S-200. Mashambulizi haya anga yameleta madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na vifo vya raia na uharibifu wa miundombinu muhimu nchini Iran. Hata hivyo, hali bado ni tete na kuna hatari ya mzozo huu kuendelea zaidi katika kanda nzima. Nchi za Israel, ikiwa ni pamoja na Marekani, zinahofia athari za mzozo huu kwa usalama wa kimataifa. Sasa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaonekana kutamba kweli kutokana na hiki ambacho kinaendelea kufuatia mzozo huu kupanuka kabisa katika nchi ya Iran pamoja na nchi ya Israel, ambapo kuna baadhi ya miji ambayo imekuwa kishambuliwa mara kwa mara kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa kirindima katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Netanyahu anazungumza haya yote kwenda kuhusu katika nchi ya Iran, lakini vile vile Israel imekuwa ikipitia kipindi kigumu kufuatia mashambulizi ambayo Iran imeweza kuyatekeleza katika miji kama Tel Aviv, Haifa na Yerusalemu. Israel inaendelea kujizatiti vikali kabisa kwa ajili ya kuweza kupambana na Iran kufuatia mzozo ambao kwa sasa hivi unakimbilia siku ya 4 tangu Israel alipoanza kumshambulia Iran kwa mara ya kwanza kabisa, kabla ya Iran kuweza kujibu vikali mashambulizi hayo ambayo yameleta madhara makubwa. Huyu ni Netanyahu akizungumza wazi kabisa kuhusiana na jeshi la Israel kujipanga kwa ajili ya kuweza kudhibiti kabisa mifumo ya ulinzi ya Iran na kuonekana kwamba ndege za Israel ziko tayari kufanya mashambulizi wakati wowote katika anga la Iran. Sasa ungana nasi kila siku ili uweze kufahamu nini ambacho kitajiri kwenye siku zijazo za mzozo huu. Naitwa Victor Moshi.